Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu, Qur'ani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Africa TV2. Leo ni siku nyingine nzuri, tunakutana katika kipindi kizuri. Tunakwenda kutazama suala moja muhimu sana katika kuelekea mwaka huu wa uchaguzi katika nchi yetu ya Tanzania. Tunakwenda kuliangalia suala la siasa kwa mujibu wa Uislamu. Siasa katika Uislamu inaozungumzwa kwa namna gani? Leo tutakwenda kupata majibu hayo. Unajua sifa za mwana siasa kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an. Haya na mengineo mengi tutakwenda kupata majibu katika dakika 30 zijazo. Kipindi hewani ni Qur'ani na maisha, na kwa vile tunaamini Qur'ani ni mwongozo, tutakwenda kupata majibu kuhusiana na siasa. Mimi naitwa Ibu Mgema, tafadhali karibu ili tuweze kuungana na Sheikh Muharram Mwaita. Tafadhali karibu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani. Na mtazamaji wa Africa TV2, karibu kwa mara nyingine tena katika siku nzuri, siku ambayo tumekutana tena hapa katika kipindi chetu kile ambacho tumeanza nayo tangu mwezi huu mtukufu wa Ramadhani uanze. Tupo katika kipindi kizuri cha Qur'ani na maisha, na kwa vile kila siku tunakwambia kama ambavyo kauli mbiu yetu ya mwaka huu inasema Qur'ani ni mwongozo. Tunatazama Qur'ani kama mwongozo wetu katika masuala mbalimbali ya kijamii ambayo tunaishi nayo kila siku, tunakutana nayo. Mimi naitwa Ibu Mgema. Unafahamu kuwa katika kipindi hiki tunaye mwalimu ama tunaye shekha ambaye anatupa mwongozo wa maswali kadhaa ambayo tunauliza hapa na anakwenda kutupa ufafanuzi. Sheikh Muharram Mwaita tayari tunaye hapa katika kipindi chetu kizuri. Nikukaribishe, mshtue mwenzio, mwambie tayari Qur'ani na maisha kipo hewani. Kama ambavyo nilivyokujuza pale awali, leo kuna suala muhimu na kubwa kulikweli ambalo linahitaji kuweza kuzungumziwa hapa. Si jambo jingine bali ni jambo la siasa. Lakini siasa tunaizungumza sisi hapa ni kwa mujibu wa mafundisho ya Allah tabaraka wa taala. Nikukaribishe na tutakwenda kupata majibu. Tunaye hapa Sheikh Muharram Mwaita, nitampa nafasi aweze kukusalimia, alafu moja kwa moja tuweze kuingia katika mazungumzo yetu. Sheikh Muharram, tafadhali karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe, tunazungumzia suala la siasa. Mfano shekhe, wewe mtu akikuita mwanasiasa unafurahia? Unajua unaweza kusoma mwanasiasa lakini jamaa huyu mwanasiasa kweli. Yaani kuna namna ya maneno yetu tunayazungumza, yani manake mjanja wanasiasa unaonekana huyu mwanasiasa sana. Bwana Ayubu, unajua maneno yanavyotumika, maneno yanatumika kwa sisi tunasema kwa lugha ya Kiarabu tunasema bi'tibarat. Naam. Itibarat ni yale makusudio au nyinyi katika kulitumia hili jina hili mnakusudia nini katika jamii yenu, katika kikundi chenu, katika nini? Sasa neno mwanasiasa, ukiliangalia neno kama neno lilivyo halina shida. Kama tutakavyoona huku siasa ni nini kwenye Uislamu. Kwa hiyo mwanasiasa ni kwamba ni neno, ni jina linalomnasibisha mtu au linalomwegemeza mtu na siasa. Sasa vile mnavyoichukulia siasa ndivyo mtakavyomchukulia huyo mtu. Kama siasa kwenu ni mchezo mchafu, maana yake ukimuita mtu mwanasiasa maana yake unamuita kwamba huyu ni mtu wa mchezo mchafu. Ikiwa mwanasiasa kwenu ni mtu ambaye mwenye heshima, ikiwa siasa kwenu ni kitu cha heshima, ni kitu chenye thamani, mtu ukimuita mwanasiasa maana yake umempa ile heshima, umempa ile thamani. Kwa hiyo mtu akiniita mimi au akikuita yeye mwanasiasa, utaangalia huyu anaita mwanasiasa kwa mtazamo upi, mazingira yapi, kwa mazingira yapi. Sawa, tutakwenda kujua hiyo kwa kwetu hapa Tanzania, mwanasiasa kwa mazingira yetu, mwanasiasa ni mtu wa namna gani. Tuende kwenye mafundisho kwa mujibu wa Uislamu. Sisi Uislamu siasa tunaitambua kwa maana gani kwa kuitazama Qur'an, alafu tutakwenda moja kwa moja katika maswali yetu ya hapa na pale ili tuweze kuitambua kwa undani. Naam. Kwanza neno siasa ni neno lipo kwenye lugha ya Kiarabu. Sijui Waswahili wameliiba kwenye Kiarabu. Na kati ya Kiarabu na Kiswahili anayechukua kwa mwenzake ni Kiswahili. Kiswahili ndo anachota sana. Ukiona neno liko kwenye Kiarabu na kwenye Kiswahili, basi kwa asilimia kubwa
ni kwamba Waswahili ndio wamechukua kwa Kiarabu. Kwa sababu lugha ya Kiswahili ni ya juzi sana ukilinganisha na Kiarabu. Ajuzi manake haijajipambanua. Ukilinganisha na Kiarabu. Unasema ajuzi sana, ile neno ajuzi. Ni ya juzi kwa maana ni ya siku za hivi karibuni. Sheikh, sisi tunafanya habari ya Kiswahili bado kinatusumbua. Sawa. Sasa neno siasa kama lilivyo kwenye lugha ya Kiarabu halijatajwa kwenye Qur'ani. Halijatajwa. Kwa mara ya kwanza nasikia. Na kuna baadhi ya watu wanachukulia hali hiyo kuona kwamba kwenye Uislamu hakuna siasa. Kwa sababu Qur'ani yenyewe haijataja siasa. Mimi naweza nikawa miongoni mwa hao. Usio haraka. Kwa elimu hapa naweza nikakuelewa. Usio haraka tunafuata. Sawa. Na kukosekana neno fulani ndani ya Qur'ani haimaanishi kwamba madhumuni ya hilo neno hayajatajwa ndani ya Qur'ani. Kutotajwa jina au neno fulani ndani ya Qur'ani haimaanishi kwamba madhumuni ya hilo neno hayamo ndani ya Qur'ani. Inawezekana neno halijatajwa lakini madhumuni yake yametajwa mara chungu zima kwa maneno mengine. Sawa. Kwa dhumuni likawa ni lile. Siasa kama siasa imo ndani ya Qur'ani. Lakini haimo ndani ya Qur'ani kwa neno siasa. Sawa. Kwa sababu ukiangalia neno siasa kwenye lugha ya Kiarabu lina maana ya uongozi. Tafsiri yake. Ukisema nakumbuka kuna shekhe mmoja alikuwa anazungumza hapa Dar es Salaam, akawa anajaribu kulitohoa au kulidadavua neno siasa. Sema neno siasa linatokana linavyonyambulika, akaleta vitendo kadhaa vya neno siasa, akasema sasa yasusu siasatan. Sasa yasusu siasatan. Maneno matamu haya. Kwamba sasa ni mtu ameongoza. Yasusu ni huyo anayeongoza sasa hivi kitendo cha kinachoendelea. Siasatan ni kile kitendo chenyewe cha kuongoza. Ni jina la kitendo. Sisi wakati mwingine tunaita masdar. Masdar. Kwa hiyo neno au madhumuni ya neno siasa ambayo ni uongozi, kuongoza, yamo ndani ya Qur'ani. Imetajwa sana. Ukiangalia, nakumbuka kama nafikiri Suratul Nisa kama sikosei aya 58, Allah anasema inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah anawaamrisha kuzifikisha amana kwa wenyewe. Wa idha hakamtum, na mtakapo hukumu, an tahkumu bil adli, muhukumu kwa uadilifu. Inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih, Allah anawaonya kwa hilo. Neno kuhukumu kwenye lugha ya Kiswahili liko sana mahakamani. Liko sana kwa watu wanaoamua kwenye mamlaka. Sio mamlaka tu, kuamua kwa maana kati ya wagomvi wawili. Ndio linakuja neno hukumu. Kwa hiyo hakimu, sijui wazee wa baraza, sijui nini, baraza la usuluhishi. Huko ndo kuna hukumu au kamati ya maadili. Kuna hukumu au wakati mwingine kuna suluhu. Lakini kwenye lugha ya Kiarabu, pamoja na maana hiyo, neno hukumu lina maana ya kuongoza. Lugha ya Kiarabu hukumu ni kuongoza. Kwa sababu katika lugha ya Kiarabu rais wa nchi anaitwa hakim. Sisi kwetu hakimu ni wa mahakamani. Lakini kwenye lugha ya Kiarabu na kwenye lugha ya kisheria, sheria ya Kiislamu, hakim ni kiongozi wa nchi. Wanaweza kusema hakimu daula Tanzania. Yani kiongozi wa nchi ya Tanzania sasa hivi ni fulani.
Kwa nini mpaka kiongozi wa nchi anapata jina la hakimu? Kwa sababu moja katika majukumu makubwa alionayo kiongozi wa nchi ni kuhukumu baina ya watu. Moja kati ya majukumu yake. Ili swala la kwamba kuna mahakimu mahakamani, hawa wanafanya kwa niaba ya rais. Rais hawezi kufanya kila kitu. So ni mtu mmoja tu. Lakini ingekuwa uongozi unarudi katika zile enzi za nyuma kwamba ni vijiji tu hivi, maanake kiongozi ndiye anayefanya kila kitu, ndiye anayehukumu watu. Lakini sasa kiongozi anaongoza watu milioni 60. Hawezi kufanya kila kitu. Kwa hiyo mahakimu wanafanya kazi anayotakiwa kufanya rais. Wapo kwa ajili ya kumwakilisha rais katika kazi yao. Kwa maana huko kwenye nchi za Kiarabu wanaitwa hakim. Sawa. Kwa maana hiyo Allah anasema mzipeleke au mzifikishe amana kwa wenyewe. Moja katika amana zinazotajwa katika lugha ya kisheria ni swala zima la uongozi. Moja katika amana kubwa kwa wanadamu ni mtu kupewa jambo aliongoze. Hii ni amana. Amana nzito. Kwa hiyo aya hii haimaanishi tu amana ya fedha, amana ya vitu, kwamba bwana Ayubu amana ya watu hii ifikishe kwao. Hiyo inaingia, lakini pia na amana ya uongozi. Hapa sasa hivi wewe una amana ya kuongoza hiki kipindi. Unatakiwa kuifikisha hiyo amana kwa wenyewe, kwa maana kwamba uitekeleze kama inavyotakiwa kuitekeleza. Kwa amana, rais wa nchi ule uraisi ni amana. Anatakiwa aifikishe amana hiyo kwa wenyewe. Kwa maana gani? Awaongoze wananchi wake kama inavyotakiwa kuwaongoza. Hiyo ndo atakuwa ametekeleza amana. Na ukija kwenye neno la pili la hukumu, na mkiwahukumu watu wahukumuni kwa uadilifu, inakuja kwa maana zote mbili. Mkiwaongoza watu, kuweni waadilifu katika uongozi wenu. Na mnapo wahukumu watu, kwa maana ya kuamua magomvi na kesi mbalimbali, pia mhukumu kwa uadilifu. Manake haki, kutoa haki. Kwa hiyo Qur'ani imezungumzia siasa kwenye aya chungu nzima, japokuwa bila kuleta neno siasa. Manake yalokuwepo ndani ya hiyo siasa Qur'ani yote moja kwa moja. Naam. Haya, sasa nimerudi. Uliniambia usiwe na haraka. Sasa hapo mimi nimemaliza kipengele chako cha kwanza. cha siasa ni nini na siasa ndani ya Qur'ani. Na umeidadavua vizuri mno. Naam. Lakini swali la kujiuliza Sheikh, zama za wema waliopita, wale ambao walitutangulia, ndio kulikuwa na siasa kama ambayo kwa dunia hii ya sasa? Maana hii ni Qur'an na maisha. Kabla tujaingia kwenye sifa za mwanasiasa, siasa hii ambayo ipo katika dunia zetu tunazoishi nazo ni sawa na siasa ambazo zilikuwa zinafanywa zamani, ama kuna utofauti mkubwa baina ya siasa zile za miaka hiyo na miaka, na kama zipo tofauti ni kwa namna gani? Ndio maana nikakwambia Sheikh Ayubu, neno likisemwa, neno likitamkwa, linakuwa na maana inayokusudiwa na wale wanaozungumza. Wewe unaposema siasa, huko zamani kulikuwa na siasa kama hii, unakusudia nini? Unakusudia kulikuwa na uongozi kama hivi, ama unakusudia siasa? Unakusudia siasa. Nitakwambia kitu gani ambacho nakuja kukusudia. Mtazamaji, tunakwenda mapumziko. Tukirudi hapa leo mtangazaji naye kaulizwa swali. Sheikh Muharram ameniuliza mimi swali. Ninapozungumzia siasa za zamani na maanisha nini? Tunakwenda mapumziko mafupi. Tukirudi nitamjibu, lakini kwa kumuuliza swali ili tuweze kupata ufafanuzi. Twende mapumziko alafu tutarejea. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu, Qur'ani
Tumerejea tena na kipindi hewani ni Qur'ani na Maisha. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, leo tunatazama suala zima la siasa kwa kutambua kwa nchi ya Tanzania tunaelewa kuna jambo kubwa kwa mwaka huu 2025 miladia kwa nchi yetu hapa. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo hapa tunajaribu kuyaweka sawa ili tubaki katika mstari wetu ule ule, na leo tunatazama suala zima la siasa. Kabla ya kwenda mapumziko, nilimuuliza shekhe, siasa zamani zilizokuwepo ni sawa na za zama hizi? Lakini na yeye akarudisha swali, ninapozungumza hivyo nini ambavyo namaanisha? Sasa shekhe, swali langu linamaanisha mfumo wa upatikanaji wa viongozi ndio mfumo ambao ulikuwepo zamani, kwa sababu ndani ya siasa nimeona rudisheni amana. Sisi tutadili sana hapa kwenye uongozi kwa sasa. Namaanisha mfumo wa upatikanaji wa uongozi. Sasa hivi viongozi wataita watu, watanadi sera, wengine watatoa rushwa, watahonga imradi wapate madaraka, kisha watapigiwa kura. Kwa miaka hiyo mfumo ulikuwa wa namna hii ama siasa zao zilikuwa ni zile za kuteuliwa? Ndio tafsiri yangu hiyo ya swali langu. Mifumo ya siasa inatofautiana sana kulingana na zama na maeneo na watu pia. Upatikanaji wa viongozi wa zama zilizopita na hasa katika Uislamu ndio tunakusudia. Naam, katika Uislamu zina tofauti kubwa sana na zama zetu za sasa hivi, kwa sababu kiongozi wa kwanza katika Uislamu anakuwa ni mtume wa ule umma unaohusika na hiyo siasa. Kiongozi wao wa kwanza kwenye dola anayewaongoza anakuwa ni mtume wa Mungu. Sasa anapoondoka mtume, kuna baadhi ya umma alikuwa kila akiondoka mtume wanaletewa mtume. Akitoka huyu Na ndio maana pia nakumbuka kuna hadithi moja inasema kwamba Banu Israil likatumika neno siasa, kwamba kana tasusuhum anbiyauhum, kitu kama hicho, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, kwamba wanaongozwa na mitume baada ya mitume. Akitoka mtume anaingia mtume, akitoka mtume anaingia mtume. Lakini hili ni tofauti na wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuondoka mtume hakuna tena mtume. Kwa mujibu wa Qur'ani ni kwamba hakuna tena mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na si tu kwa mujibu wa Qur'ani, ukiangalia ndio uhalisia. Kwa sababu sasa hivi wanaotokea wote kule utume mvichekesho tu vitupu. Wapo lakini sio vichekesho vitupu. Wanatupiga. Na hii inaonyesha namna gani Qur'ani ilivyokuwa muujiza. Kwa sababu ukiangalia hali na desturi za mitume walivyokuwa huko nyuma, hao wote waliokuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa na sifa za kuomba yeye kuwa ni mtume. Hata kwa akili tu ya kawaida ukimwangalia tunasema huyu muongo. Na hii ni kuthibitisha Qur'ani kwamba hakuna tena mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa uongozi baada ya Mtume Muhammad unahamia kwa wafuasi wake. Na moja katika mambo ambayo yameleta tofauti kubwa, ikhtilafu kubwa baina ya Waislamu ni swala zima la uongozi. Na ndio maana mpaka kukapatikana watu leo wanajiita Waislamu au Mashia. Tatizo kubwa ni swala la uongozi. Wao wakiona kwamba waliostahiki kuwa viongozi baada ya mtume ni watu fulani, kwamba baada ya mtume kuna watu walistahiki. Kwa hiyo wao kutopewa nafasi ya uongozi maanake wamedhulumiwa. Na wanajenga hiyo hali fulani ya huruma fulani kwa watu, tuseme Ahlul Bait, yani ndugu zake mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wao wanaona kwamba mtume baada ya kuondoka walikuwa wanastahiki ni watu wake. Na watu wake wanaanzia kwa Ali bin Abi Talib, na watoto wake na kuendelea kizazi cha Ali mpaka mwisho. Sasa ukiangalia hapa ni swala la siasa la uongozi, kwamba baada ya mtume nani? Sisi ahli sunna wal jamaa, watu wote wanakubaliana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakuainisha nani awe kiongozi baada yake yeye.
isipokuwa kulikuwa na ishara, na hizi ishara ukiziangalia au zikitafsiriwa, kuna ishara kwa watu wengi. Mtume aliashiria kwa watu wengi, sio ya mtu mmoja mmoja, sio ya mtu mmoja, sio ya mtu mmoja. Kuna huyu kapewa, kuna ishara fulani ilitoka, ukahisi kama huyu ndio kama vile anapendekezwa, lakini utakuta kuna mwingine. Lakini Ahlus Sunna wal Jamaa wasema ishara zote zilizotoka, ishara zilizokuwa na nguvu na zilizokuwa wazi, kwanza Abu Bakar. Nakubaliana hivyo. Naam. Kwa sababu gani? Mtume mpaka katika ugonjwa wake wa mwisho uliotoa roho yake, anaamrisha watu, mwambieni Abu Bakari aswalishe watu. Bibi Aisha alitaka kama kuingilia kidogo hilo jambo, Mtume hakumkubalia. Akamwambia mwambieni Abu Bakari aswalishe watu. Aisha alisema kwamba Bakari moyo wake mwepesi, atalia na nini na nini, dhaifu huyu bwana, dhaifu. Akasema pana, mwambieni Abu Bakari aswalishe. Alikuwa Umar bila shaka. Yeye hakutaka mtu, yeye si yule ni baba yake. Sasa kama vile anamuonea huruma kupewa jambo zito kama hili na nini. Inasemekana kuna baadhi ya riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar alivyoingia kuswalisha, alichungulia hivi kutoka kwenye chumba chake, akamuona Abu Bakar anavyoswalisha, Mtume akatabasamu. Na kuna ishara nyingi sana ambazo zilikuwa zinamzungumzia Abu Bakar. Kwa hiyo pia hakuna aliyesema kwamba Abu Bakar kateuliwa moja kwa moja. Lakini baada ya Mtume kufariki na watu wakaanza kulijadili swala hili, mjadala ule mwisho uliishia kwa Abu Bakar. Mjadala ukafika wote kwa watu wakaamua kumpa Abu Bakar. Kwa hiyo ni kuteuliwa halafu watu kuunga mkono, kwa maana ya kupiga kura ya kukubali, lakini sisi tunaita bai'a. Bai'a ni kutoa mkono wa utii, au kutoa kama vile kiapo, nasema kutoa kiapo cha utii, kwamba amependekezwa Sheikh Ayubu kuwa ndio kiongozi wa Africa TV. Allahumma amin. Kuanzia mwaka 2027. Amin. Dua hiyo. Sasa ikishafika ile kipindi kile, sisi sote tulioko pale sasa, kuna mambo mawili. Ima kuonyesha utiifu kwa maana ya kumkubali Ayubu au kumkataa. Sasa mimi nakuja kukupa mkono Sheikh Ayubu, nasema kwamba bwana, mimi niko tayari kwa chini yako, niko pamoja na wewe. Kwa hiyo hii inaitwa bai'a. Sawa? Kwa hiyo Abu Bakari alivyoteuliwa au alivyopendekezwa na wenzake waliokutana naye, na wale wakamuunga mkono, wakampa mkono pale wa utiifu, watu wengine walikuja nao kutoa mkono wa nini? Watu tunasema wakuja kutoa bai'a. Sawa? Kwa hiyo mfumo wa kwanza ni mfumo huo wa mtu kupendekezwa na watu fulani katika kundi. Lakini ambaye sio kiongozi aliyetoka, ni watu waliobaki ndio walimteua mwenzao. Kwa sababu Mtume hakuteua mtu kwa uhakika kwa 100%. Mfumo wa pili ni wa kiongozi aliyoko madarakani kumpendekeza mtu, halafu na kuwaachia watu watamkubali ama watamkataa. Huu ulifanywa na Abu Bakar, akampendekeza Umar. Sawa? Yeye alimpendekeza. Umar, kama sitosahau, Umar aliacha watu wawili, Uthman na Ali. Lakini akateua au akapendekeza, kuna watu katika wale nafikiri mubashirina bil janna au katika masahaba wakubwa wale wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao ndio wakae waamue kati ya Uthman na Ali. Nani shura ndani ya shura. Nani ndio achukue nafasi. Hiyo ndio mifumo mitatu takriban ambayo inatajwa ndani ya sheria ya Kiislamu ya kupata kiongozi. Mfumo huu tunaotumia sisi, kuna ahlu nini wanaitwa wale,
vitu vingi sana. Lakini kuna lile wale watu ambao wana weledi katika mambo ya siasa na uongozi ndio wanaotakiwa kuchagua mtu. Na hiyo ndio inakuja ni mmoja katika mifumo ya Kiislamu. Mfumo huu unaotumika kwetu kwenye Uislamu haukubaliki. Sheikh, nadhani tutaendelea kipindi kijacho, tutaanzia hapo, muda umekwenda. Tunafika kule ambapo tunataka kwenda. Mtazamaji, wala usiwe na shaka, usishtuke. Mimi mwenyewe nilishtuka wakati nilipoambiwa siasa mwanzo. Sheikh ananiambia wala usiwe na haraka, utakwenda kujua. Kwa na wewe pia usishtuke, inawezekana ni mwanasiasa ushatia nia hapa ya kugombania na wewe ni swala tano. Unamsikia Sheikh Muharrami anakuambia hivyo, wala usishtuke, tutakwenda kupata majibu. Na tunatazama sisi siasa kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu, maana tunaangalia Qur'ani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na leo walilahi alhamdu, Sheikh Muharram bingwa sana, pamoja yeye ni mtaalamu wa masuala ya sheria, lakini wanatupitisha pia kwenye sira ndani yake. Mimi ndio vitu vyangu Sheikh, sira na enjoy sana wage nikisikia hizo simulizi. Mashaallah. Tutakutana tena wakati ujao inshallah. Kwa leo tuishie hapa, Mungu akipenda tutakutana kesho. Endelea kutazama Africa TV 2, kwani Africa TV 2 ni mwongozo wa maisha. Kwa heri kwa sasa. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu.